Kuna mfalme mmoja aliwaita wanahabari, waandishi wa habari wote, akawaalika chakula cha jioni. Akawaambia, karibuni chakula cha jioni. Wanahabari wote wa magazeti, kila mwanahabari ambaye amesomea fani hii, wakaenda kwa mfalme. Walipokuwa anakula chakula, mfalme akawatangazia, akawaambia, nina kazi kubwa nataka kuitoa kwa mmoja wenu, kuwa mzungumzaji wangu, awe ni spokesman wa serikali. Lakini kuna interview nitawapa, majibu mtaleta kesho. Interview yenyewe nataka kila mmoja akaandike sentensi fupi sana, jumla fupi ambayo nikiisoma jumla hiyo ufupi wake ingie kwenye pete, iweze kunakshiwa ndani ya pete yangu. Jumla hiyo nikiisoma, kama nina huzuni, huzuni inakatika. Jumla hiyo kwenye pete, kama nina furaha, furaha inakatika. Kibarua sikibarua hiki kikubwa, jumla moja inamkatiza huzuni yake, inakatiza furaha yake, na ufupi wake inaingia kwenye nini? Pete. Wanahabari hawakulala, kazi mzuri, lakini nayo kuna kijana mmoja aishi na wazazi wake wawili, wazee wamezeeka, baba hawezi kuondoka hata kitandani, heri huyo mama, yeye ndiye anawahudumia wazazi wake. Usiku yule kijana anamaliza reference zake zote za mambo ya habari na utangazaji, atafuta nitaandika jumla gani. Mara baba akamwamsha mama, yuangorota amelala, akamwambia, inuka wewe. Mamadi, ni usiku. Amwambia, hakuna cha usiku, mimi sijalala. Kwa nini? Amwambia, nenda kamuite mwanao. Amwambia, mbona unataka kumsumbua mtoto mchana mzima huko makazini na sahia? Amwambia, hajalala. Amwambia, hajalala vipi? Na amelala, hii angalia masiku haya saa 8. Amwambia, ni mwanangu, nimemzaa nikamlea, namjua kama ninavyojua tumbo langu lina njaa ama lina shibe. Hapa nilipo nimepata hisia huko, huyo hakulala, nenda kamuite. Na kweli mama akienda, kijana amekaa andika tu, kila anavyoandika sio. Akamwambia mzee akuita. Alipokuja, kuna nini baba, nikusaidie na nini, una shida gani? Angalia neema ya kuishi na wazazi wawili pale mzee. Allah aliposema, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahma, kaa karibu, tusiwe kama hawa washenzi. Mzee akizeeka hujengewa nyumba, mtu uko Toronto ajengewa sijui Dongo Lekundu ikiwa na mbwa wake, kama apenda paka ikiwa paka na mfanyikazi. Kuna sehemu huwezi kuipata ya rehma ya Allah ila uwe na unyo kwa unyo na mzazi wako. Mzazi amwambia, mwanangu, mimi sina shida, wewe ndio mwenye shida, niambie nikusaidie vipi. Baba mimi amwambia, hapana, nakujua, nimekuzaa nikakulea mpaka leo anilea mimi. Una matatizo gani? Akamweleza, akamwambia, chukua karatasi, kazi rahisi. Akamwambia, andika hili neno, hii sentence, hadha alwaqtu sayamli, hii time itapita. Sasa mfalme akiwa na furaha, akiangalia pete, hii time ya furaha itafanya nini? Itapita, ana shrink. Lakini pia akiwa na huzuni, akiangalia pete, hii time ya huzuni itafanya nini? Itapita. Alipata kazi kijana kwa sababu ya ukaribu wake na nani? Na wazazi. Wacha kusema I can't fit in this society, mimi nimesoma.